Uhali gani mtazamaji wa ASAM Online TV, matumaini yangu ni mzima wa afya. Leo tupo kusini, ikiwa leo tuna lengo la kwenda kwenye ziara, ambayo ziara hii imejumuisha waziri wa fedha na mipango na Mheshimiwa Nadir, kwenda kukagua katika vyanzo ambavyo vya umeme ambavyo Zanzibar itaenda kunufaika baada ya miaka kadhaa kuhusiana na swala zima la umeme na kuondokana na changamoto ile ya umeme. Katika vyanzo ambavyo tutaenda kutembelea ni vyanzo vya umeme wa upepo na umeme wa jua. Hizi ripoti za ASAM Online TV, jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Ali bin Haji. Leo tumekuja maalum kwa ajili ya kutembelea miradi ya umeme na maji katika sekta hii ambayo kama mnavyofahamu ina uzito mkubwa sana katika kusukuma maendeleo ya kiuchumi na kijamii hapa Zanzibar. Sasa leo tumesema tunatembea kwa upande wa kusini. Mwanzoni tulipanga ziara tuende kusini na kaskazini, lakini mambo ni makubwa. Haya mambo huwezi ukarash tu ukatoka hapa ukenda sehemu nyingine. Lazima utulie, uulize, upate kujua. Kama mnavyofahamu, nilivyosema awali ni kwamba tunakwenda katika bajeti mpya ya 2026-27. Utaratibu wetu kabla ya kuingia katika bajeti mpya huwa tunafanya kitu tunaita review. Tunafanya mapitio ya ule mwaka uliopita ili kujua tumeperform kiasi gani, ili tuweze kupanga vizuri kwa kipindi kinachofuata. Huu ni utaratibu wetu. Sasa tumeamua kufanya hivi ili kwanza tuweze kujiridhisha tutakapokwenda kwenye bajeti ile, tujue sasa tunapanga nini. Kwa sababu mipango lazima utizame unakotoka, ulipo na unafikiria kule unakokwenda. Kwa hiyo tunashukuru sana tumefanikiwa leo kuona vituo vyetu hivi ambao tumejikuta tumetembelea sekta ya umeme peke yake. Kwenye maji hatujaenda, lakini tutapanga siku nyingine kwa ajili ya kwenda huko. Kwa wale wote wanaotaka kuwekeza Zanzibar ambao walikuwa wanakwazwa na eneo hili la umeme, kuwatoa hofu sasa. Ndani ya miezi michache ijayo Zanzibar itaanza kuwa inajitegemea kwa umeme. Kwa hiyo wanaotaka kujenga mahoteli tunawakaribisha. Wanaokuja kuwekeza katika viwanda tunawakaribisha. Wanaokuja kufanya wanachotaka wenyewe. Kama ni chanzo cha umeme, basi hakuna shaka serikali imejipanga kwenye hili, na kubwa zaidi ni kwamba tunawashukuru wafadhili wetu. Lakini kwa kiasi kikubwa miradi tuliyoitembelea utakuta ina component ya nguvu ya serikali yenyewe. Hii ni jinsi gani serikali yetu ilivyojikomiti, ilivyojitolea kuhakikisha kwamba ina save pesa. Wizara ya Fedha pale sisi tuna utaratibu wetu wa save fedha. Tuna kibubu. Tuna kibubu chetu tunaweka hiyo kwa ajili ya kuendelea kutekeleza miradi yetu. Hapo mwanzo tulikuwa tuna shida kidogo, sababu tulikuwa tunafanya miradi mikubwa kama hii tumezoea kwamba lazima kuna mfadhili peke yake. Sasa tumeanza na sisi kutia nguvu zetu. Na kuna maeneo tunafanya kabisa wenyewe. Zanzibar bila ya ukosefu wa umeme inawezekana. Nataka kutoa hiyo assurance. Bila ya nini? Ukosefu wa umeme inawezekana. Tuna umeme, tumetembelea power turbine ambazo zinaandaliwa. Preliminary inaonyesha kwamba tayari kumbe tuna data za kutosha kuweza kuwa na umeme. Nilikuwa namhadithia mtu kwamba waliwahi kuja watu fulani siku za nyuma, wakaja wakafanya utafiti. Sijui utafiti ule walifanya vipi, wakasema bwana hapa haiwezekani kabisa. Nawashukuru sana kampuni ile walikuja kufanya kampuni. Wamekuja kuniondoa ile hofu kabisa. Haipo. Kwa sababu nilikuwa naamini mimi nilikuwa napata barua naomba exemption kwa sababu ya zile vifaa vya turbine. Nasema mbona nasikia umeme wa upepo upatikani? Sasa leo nimepata assurance. Data za miezi 4 zinaonyesha kabisa kwamba tumeshatimiza. Kwa hiyo na tumepewa assurance katika miezi 6 kuanzia mwezi April tutaanza kutumia ule umeme ambao wamezungumzia potential yake. Watakapofanya ile hybriding tunaweza tukafika mpaka megawati 500. Itatupelekea hata kuuza umeme. Si tumezoea tunanunua. Sasa tutaanza kuuza tena. We will sell it back kupitia miundombinu ile na tutaendelea kuchangia pia katika grid ya taifa kwa upande wa wenzetu wa Tanzania bara. Kwa muda mfupi mimi na Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango Zanzibar katika maeneo hususan ya umeme ambao niliongea na nyinyi waandishi wa habari, na nikakuahidi tutapofanya ziara nyote nitakualikeni, na leo mmeona portion ndogo ndio hii ambayo tumeanza na maeneo yako mengi.
lakini kwa sababu hii ni ziara Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, na kwa sababu Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi anatusaidia kwa kutupa fedha tunayoitaka kuhakikisha changamoto ya umeme Zanzibar inaondoka. Lakini mshukuru Waziri wa Fedha na Mipango na timu yake yote. Bila ya wao, niseme kweli, haya mambo yasingekuwepo, kwa sababu ukisikia World Bank wamekubali kutupa mkopo nafuu ni Wizara ya Fedha. Ukisikia fedha inaingia kwenye wizara yetu kusokomeza hii miradi kwa nguvu, kupeleka kwa nguvu, ni Wizara ya Fedha. Lengo na madhumuni ya ziara hii kwanza ilikuwa ni kuona maendeleo yaliyofikiwa katika sekta hii ya upatikanaji wa huduma za umeme. Ikumbukwe kwamba katika kisiwa cha Zanzibar tunalo tatizo kubwa sana la upatikanaji wa huduma ya umeme. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi tangu aingie madarakani, amekuwa akichukua juhudi kubwa ambazo zimeanza kuacha legacy, yani kuacha athari, hasa katika sekta za elimu, katika sekta za afya na barabara. Lakini vile vile ana nia ya dhati kama alivyoeleza mwenyewe mara kadhaa, hata juzi tulipokuwa Mangapwani amelieleza hilo kwamba pia anataka kuacha athari kwenye umeme. Kwa sasa tunapokea umeme wetu kutoka Tanzania bara kupitia kebo 2 za baharini kwa kisiwa cha Unguja na kebo 1 ya baharini kupitia kisiwa cha Pemba. Lakini tatizo kubwa liko Unguja. Kwa maana ya Unguja kwa sasa tunapokea megawati 135.7 wakati matumizi yetu halisi kwa sasa ni megawati 165. Hivyo tuna mapungufu ya karibu megawati 30. Siku ya sikukuu, mkesha wa sikukuu peke yake iliyopita ya Idi, mahitaji yetu ya ndani yalifikia megawati 170. Wakati sisi tunapokea umeme wetu megawati 135. Kwa hiyo hii itaonekana kwamba bado kuna changamoto kubwa na utofauti kubwa ya upatikanaji wa umeme. Sasa katika hili serikali haikirudi nyuma na kufunga mikono, lakini imekuwa ikichukua juhudi mbalimbali. Ikichukua juhudi nyingine kupitia kwa wafadhili, lakini kama inavyoonekana kwamba miradi mingi ambayo inafadhiliwa na wafadhili inachukua muda mrefu kukamilika. Na katika hili serikali imejikomiti vile vile kwa kutumia pesa zake zenyewe kuendeleza ile gap iliyotokana baada ya miradi ya wafadhili na ile mahitaji halisi. Mfano kama mwezi uliopita serikali imesaini mkataba na kampuni moja ya Marekani ambayo itahusisha uwekezaji wa miundombinu ya umeme kule Pemba karibu dola 68 milioni. Lakini vile vile kwa upande wa Unguja ametia saini na kampuni moja ya India ambapo itahusisha uwekaji wa miundombinu ya umeme kwa karibu dola milioni 159. Na hizi ni fedha za serikali yenyewe, fedha za serikali ya Mapinduzi Zanzibar.